ndio utapata ile kwenda huko na yeye anapata sawa sawa na huko inaendelea. Kwa Mwenyezi Mungu atujalie mwakani Matembo sisi tuje na program ambayo kwamba inaonyesha kabisa hiki tunafanya sisi, itawasaidia na hata serikali yetu itaweza kutusaidia, itaweza kutuangalia. Niwaambie kweli kabisa, ikiwa tuko faster katika kuhudumia jamii hii, sisi tunapigwa bao hapa, hatuna vitu vya kusaidia jamii, na wakati tunaweza, tuko wengi sana sisi, tunaweza kabisa kufanya vitu vingi. Mimi sina haja kutaja kimoja baada ya kingine, Shakatiki anajua, lakini tunao uwezo tukaja na kitu ambacho kwamba itakuwa ni sababu ya sisi pia kupata maendeleo. Leo Waziri Bashe ana mfuko wake wa vijana kuhusiana na kilimo. Sawa, hakutaja vijana gani, ni vijana wote wa Tanzania. Mwenyekiti wa serikali za mitaa, hebu tunaona mwakumbushe vijana hawa na mwafanyie njia hawa, huenda hawajui au hawaujui mpango huu. Wenzao wasiokuwa wao wanakwenda kule, wanapewa hizo eka ngapi? Eka anapewa kijana eka 50 na mfuko serikalini kupitia Waziri Bashe na pesa. Sasa njia za kuomba zinaanzia huko chini, serikali za mitaa inapanda mpaka na nyie mtapata. Tuseme inshallah, ni haki yenu pia nayo ile, sawa sawa. Lakini pia miradi midogo hii itakaweza kutukwamua vile kiuchumi, lazima sasa tuje na staili ya kuwasaidia vijana wetu kuwakwamua kielimu na kiuchumi. Vitu viwili hivi ni mtihani mkubwa, elimu zetu na mzigo. Elimu, sisi ambao ni mashehe, maustadhi, tuongeze viwango vyetu vya elimu vyote huku na huku. Sasa hivi Sheikh Mziwanda, tubidiishe hukumu yetu imeanza pale mwaka wa pili wa tatu na kwenda, japokuwa ile zamani kisa inatia nguvu zaidi. Lazima shekhe, lazima pamoja na kusoma hizo nahau zetu, fiqh zetu, sarfu, mantiki, balagha, mirathi, tajwidi, tauhidi, lughatul arabia, lazima kuna masomo tuyasome. Tusome historia, tunapigwa bao kwenye historia, tusome historia vizuri, lakini lazima tujue lugha nyingine. Kiarabu peke yake hakitoshi. Sawa, kaja mtu mmoja juzi ofisini kwangu akaenda hija tu, lakini hija yote imemchafukia kwa sababu alipokwenda kule yeye kakaa na mahujaji wenzie kama bibi. Akimkuta anajua Kiarabu, Kiingereza ajui, akimkuta Kiingereza, Kiarabu ajui. Kwa lugha kule ya ishara. Wanataka Kichina. So Sheikh ngambia hapa mimi nimeanzisha nimeliona. Mwalimu wa madrasa ukatazu kuendelea kusoma lugha yako ya Kiarabu iwe vizuri, iwe faala yafalu, faala yafalu, ifal fa'ilan kadhaka maf'ulun. Sisi tunajua wajihani fihi min ahsibma wa firta wa hirta ni'ma ista wala yabisuhaila, ndio wa afridil kasra fi ma min waritha wa wali wa rima warihta ma wa fiftahula wa thikta ma wari al-mukhu wa adim kasran li'ayn mudari'in yali fa'ala dal wa wifa'an aw li'aynan aw ka'ata kadha mudha'af laziman kahannafala habbat wa dharrat ajya karra hamma bihi wa amma zamma sahha malla. Wewe sio uganga huo, hiyo sarfa hiyo. Maana kingine bwana anatumia hapo kwamba elekea kibla, alafu anamsomea sarfa. Ittaqillah ya hada, maogope Mungu. Na yule akondoka bwana anasoma maki kakuongopea kwa mzigo kaondoka. Sasa pamoja na hayo, sasa hivi lazima ujue lugha nyingine, uongeze Kiingereza, usome vizuri tu mwalimu wa chuo.
Someni inshallah. Usome, uongee vizuri Kiingereza. Ukitoka pale unaongea kizungu mpaka mtu asema Kiingereza gani? Kama unatoka Darwesh na kanzu yako ndani haina hata box. Umeelewana? Lazima tubadilike. Tunaenda wakati ile mwenye maamuma tumeenda Darwesh unapitwa wa man yahu yasuhuli hawanu alayhi wa ma li jurhi bimayitin ilam. Usikubali unakufa bila Kiingereza. Ujui Kifaransa, ujui Kiurdu, Kaase, Kihale. Nimeondoka kidogo. Ukija mimi anacheza tu. Sawa? Sayyidina Umar ibn al-Khattab anasema man ta'allama lughata qaumin amina min ba'sihim. Man ta'allama lughata qaumin amina min ba'sihim. Mwenye kujifundisha lugha ya watu anasalimika na mabaya na shari zao. Kwa sasa hivi ukiondoka wewe ukaenda zako huko Mtwara huko usiku umelala, hujui Kimakonde, watu wanaanza kuongea nangu si unajua. Lakini kama unajua unahama usiku sababu kumbe wana mipango ya kukutafuna. Basi hata katika maisha, lugha ya biashara hiyo, lugha ya mawasiliano, lugha kila kitu. Hayo yote tukishirikiana na serikali zetu za mitaa, sawa, kuja na programu ambazo kwamba zitajenga jamii yetu, itapelekea kukua kielimu na kukua kiuchumi. Uchumi lazima. Shekati, uchumi lazima. Shekhe wa wilaya, uchumi bila fedha pia dini ya hizi. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin bele tu'minuna billahi wa rasulihi alafu tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum au bi amwalihim, bi amwalikum, na kupigania dini hii kwa mali zenu, sio mali zao. Leo hapo wengi hatulijui, ndio maana hata misikiti inatushinda. Tukitaka kujenga misikiti lazima tutafute wafadhili, mali zao. Msikiti wetu sisi mfadhili vipi? Madrasa zinakufa sababu mpaka tuende kwa mfadhili, mali yake ile. Mali yetu sisi ndio inataka iendeshe madrasa, lazima uwe na mzigo. Fedha na namna ya kuzipata tunaweza kushirikiana kuongeza ujuzi na kukusudia tuwe na hela zetu, ndugu zangu. Na ndicho tulichofanya huko mpaka Uislamu ukafika hivi. Watu walikuja huko kwa pesa zao, wakaeneza Uislamu kwa pesa zao. Leo kajisemea shekhe wangu Sheikh Ali wewe, maustadhi wote ni kikosi cha mizinga. Wallahi sasa tubadilishe, watu watafute hela. Sio vibaya ustadhi, unafanya mipango yako mingine, lakini unatafuta nafasi, unaenda kutafuta hela. Mimi mliniona katika miaka 2000 mwanzoni mpaka katikati, nilikuwa napita moto mitaa yote, najua mimi nilikuwa napita na Fuso. Nilikuwa nimesahau Sheikh Ibrahim Swangu, nilikuwa dereva. Mimi ukiniachia Fuso ile 15 au 18 ile inaondoka. Sasa inaondoka vizuri. Sheikh huyu bwana pale dukani kwa mtaani kwao Shikatiki, maduka yote yale kuna Wiso na nani wananikumbuka wale. Na paki gani nauza mzigo Manzese ile. Wachaga wote walikuwa wateja wangu na nilipata fedha. Nilipata na zikaniweka namna ambayo kwamba sasa nafundisha. Tafuta hela. Sio kushinda msikitini kama msafa. Kushinda msikitini kama msafa hakuna. Tutafute hela jamani, ili tukitoka mbele tunatoka kifua mbele. Watatusaidia watu kutokea, watatusaidia kwa maana ya kutuongezea, sio kutuanzishia mwanzo. Hao wote ukisikia wanachuoni waliopita hao walikuwa na kazi zao. Ukisikia al-Imam al-Bazzar
taarifu maana al-Bazzar? Sheikh Mziwani si anajua? Alikuwa Imamu Bazzar. Ile Bazzar nisba ya kazi yake, alikuwa muuza kigenge, alikuwa na process Bazzar. Al-Jassas alikuwa kazi yake kupiga rangi chokaa ya zamani. Al-Haddad piga gonga vyuma. Naweza kukutajia hapa 50 ni mashehe, lakini wana kazi nyingine ya kuendesha maisha yao na kuendesha Uislamu ili kuleta maana bil amwali sawa sawa. Hata mashehe zetu wao, Sheikh Hassan bin Amiri, kufuatilia historia yake na wengine, ilikuwa yeye anapeleka dawa kwa pesa yake, na alikuwa akiuza vikoi, kofia hizi na fulana za ndani za kuvalia kanzu, anauza, anasomesha. Sheikh Nuruddin alikuwa anafanya biashara au kusheka, anatunga vitabu na anasomesha. Alikuwa na gari zake zinatoka kazaliwa Maka. Pesa. Sheikh Mahmud Abdallah Kipengule alikuwa na gari hapa zinaitwa Kipengule Bus Service. Mashekhe wengi, lakini sasa hivi tumekuwa sisi kama misaafu. Unatembea na kigongo chake. Tunafundishana dua za kuombea mzigo. Kwa bwana usiku bwana. Anaambia ile alamtara ile inatosha hiyo. Basi maneno yangu ni hayo. Nawashukuru vijana na msiliache jambo hili, kama nilivyoongea juzi pale ofisini tulipokuja kualikana jambo hili, msiliache. Vitu vitatu mwe na ikhlasi ya kutosha, lakini muwe wa kweli, muwe wenyewe muwe. Usiogope kuambiana ukweli, maana unatuzingua bwana. Mipango ya kupanga, mwambieni mwenyewe hauna kuzingua. Unatuharibia mipango sio hii. Lakini pia kuwa na subira, kwa sababu kuna watu wengine wataanza kuwacheka wale nao sikizi mashehe. Sasa wala pigikelele darueshi inaudhi tena wakati mwingine mtu apenda bali zaidi bwana, sikizi kwa mganga akikuita mganga, akikuita darueshi, akikuita chochote, mwambie mimi sasa nimebadilika kama alivyobadilika yule mmoja katika wanachuoni wakubwa. Alikuwa mlevi, alikuwa mvuta bangi, alikuwa kila kitu. Abu Mija ni Athaqafi, alikuwa mlevi, lakini baadaye alifika kusoma historia yake, na watu wengi walikuwa hivyo. Uzuri wa dini yetu ya Kiislamu haikuzingatii tena huko nyuma, inazingatia unakwenda vipi mbele. Al-Islamu yajubu ma qablahu, Uislamu unafuta nyuma, unatizama unapokwenda. Kwa hiyo usijali kama sisi tunakaa wote zamani, kaambia na wewe sasa basi. Sayyidina Umar alimwambia mtu mmoja, alimkuta mlevi kweli kweli, bwana bado unalewa mpaka leo? Akaambia bwana, kwa nini silewe bwana? Kuwa Muislamu msame, naogopa Uislamu ushamba ulewi ya mnakujirusha. Akaambia mshamba wewe, kwa sababu wewe umesahau kama kwa mlevi mwenzio. Kwa hiyo wewe mpaka leo umebaki ni ndio unasema leo, mpaka bado mtu mzima bado msela, mpaka umri bado unalewa, ndio ushamba wenyewe huo. Ushamba ni kubaki katika hali ile ile. Mpaka leo unakuja hapa, lakini mfukoni hapo nikipiga hesabu una mkeka wa kupumzuka, ndio ushamba wenyewe huo. Au kiasikia? Nirudie tena. Ushamba ni kwamba hapo ulipo hapo kuna mkeka wa tatu, ndio ushamba wenyewe huo. Kwa nini mkeka huo? Huwezi kukalia wala mwenyewe mkeka. Bwana huo ushamba. Ondoka kwenye mkeka atapumzuka, kuwa na mkeka wa kuswalia. Umemaliza hivi. Sawa sawa? Mwenyezi Mungu atubariki. Mwenyezi Mungu atutie hima. Mwenyezi Mungu atusamee makosa yetu. Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi katika kila zito. Mwenyezi Mungu atuletee kheri na baraka za maisha haya, ili sote turudi kwake hali ya kuwa ni kusalimika nyoyo zetu. Pia wasamee mashehe zetu waliotangulia mbele ya haki, wasamee mababu zetu waliotangulia mbele ya haki, na wasamee mababa zetu na ndugu zetu wote, na atie mahaba, tupendane, tushirikiane, tusikilizane, tusaidiane. Wama alaina ila al-balagh mubin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.